Huku Kenya ikitarajia mvua kubwa ya El Nino, wataalamu wa afya wanaonya dhidi ya maradhi yatakayolipuka kuambatana na mvua hiyo. Malaria, kipindupindu na homa ya Rift Valley ni baadhi ya maradhi hatari sana yanayoweza kuzuka. Kufikia sasa watu takribani 80 wameaga dunia kutokana na mlipuko wa kipindupindu ambao ulishamiri sana wakati wa mafuriko yaliyoshuhudiwa mapema mwaka huu. Iliponyesha mvua kubwa, maji yametiririka kutoka milimani kwenda kwenye mito. Kwenye mtiririko huo imekosanya pamoja na uchafu mwingine kinyesi cha binadamu ambacho kilikuwa na vijidudu vya kipindupindu, kolera. Sasa haya maji yanapoingia kwenye miji au wanakoishi watu, wakinywa haya maji ndio wanapata huo ugonjwa wa kuhara. Uchafu wa mfumo wa maji taka huenda ukaingia kwenye mfumo wa maji safi au hata kwenye nyumba, hasa ikiwa mabomba ya maji machafu yatapasuka. Sio tu kwamba ni maji, lakini uchafu wa hali zote. Kwa mfano, kama kuna uchafu umetupwa hapa, nzi wanatua. Unaona, hao pia wanaweza wakaambukiza ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hivyo ni uchafu kwa upigo wake. Sio maji tu, chakula, matunda ambayo hayajasafishwa vizuri au hayajamenywa vizuri, haya yote yanachangia kupata kipindupindu. Lakini kwenye kipindi cha mvua hasa ni maji ya kunywa ambayo yanahitaji kuchemshwa kabla hujayanywa. Kwa hivyo kipindupindu sasa hivi ni tishio. Wakati wa msimu uliopita wa mvua ya El Nino, mikoa ya Nyanza na Nairobi iliorodhesha idadi kubwa ya milipuko ya ugonjwa huo ikilinganishwa na maeneo mengine nchini. Hii ni kufuatia kuchafuka kwa maji ya kunywa na uchafu uliosombwa na maji taka. Umekunywa maji ambayo vijidudu vimelea vile vya kipindupindu vipyo, tunaita vibrio cholera. Ukishayameza kwa muda baada ya masaa 4 hadi 6 utaanza kuharisha. Utaanza kuharisha, mwanzoni itakuwa kama ni kawaida, lakini baadaye utazidisha na uharo ule utakuwa kama ni maji ya mchele. Kwenye hiki kipindi cha mvua, wananchi wajue kwamba wakianza kuharisha ni vizuri wakimbilie hospitalini ili wapate tiba sahihi. Maana ukipata kipindupindu na ukianza kuharisha na hujapelekwa kwenye zahanati ili urudishiwe yale maji ambayo umepoteza, basi utakuwa unaangalia kifo. Bara la Afrika hushuhudia 90% ya jumla ya visa vya malaria kati ya milioni 300 na 500 vinavyoshuhudiwa kila mwaka ulimwenguni. Hiki ni kiwango sawa na idadi ya vifo milioni 3 vitokanavyo na ugonjwa huo duniani. Hata hivyo, idadi hizi zinatarajiwa kuongezeka wakati wa msimu huu wa mvua wa El Nino. Tumeona mvua kubwa sana kwa miezi kama 2 hivi sasa. Imenyesha kwa wingi sana. Sasa baada ya mvua kunyesha, inachukua muda wa kama majuma 2 au 3, maji yakianza kutulia, ndipo umbu wanazaliana. Ugonjwa wa malaria sana sehemu ambapo ugonjwa wa malaria unapatikana, wanaoathirika sana ni watoto chini ya miaka 5, sana miaka 2, na akina mama wajawazito, haswa ujauzito wa kwanza au wa pili. Baadaye wanakuja wanapata kinga ya mwili. Wakazi wa maeneo yaliyo karibu na maziwa au bahari wako katika hatari ya kuambukizwa homa ya malaria. Kwa mujibu wa wataalam, mvua kubwa ikinyesha, joto la anga na unyevu hufanya wakazi wa maeneo mengine ambayo hayako katika hatari ya malaria kuambukizwa ugonjwa huo. Hali hizi za anga zinapobadilika huwafanya mbu waweze kuzaana kwa haraka na kwa wingi. Sehemu ambapo hamna malaria, basi kila mtu ambaye anaumwa na umbu anaweza akapata malaria, maana hana kinga ya kutosha. Lakini sehemu ambazo kama za Kisumu, ukishavuka umri wa miaka 5 au 10, ukawa mtoto wa shule ya msingi, hutapata maradhi ya malaria mara kwa mara. Lakini pia hutapata malaria kali.
Katika msimu wa El Nino uliopita, watu 18,000 waliripotiwa kuambukizwa malaria Pokot Magharibi. Katika eneo la Wajir, asilimia 40 ya wakazi waliambukizwa malaria, huku watu 43 wakiaga dunia chini ya muda wa saa 48. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Kisii, Nandi, Kericho, Bomet, Uasin Gishu na Nyamira. Wilaya za Muhoroni, Mandera, Marsabit, Samburu, Lamu na Tana River hazikusazwa. Kando na maambukizi ya magonjwa ya malaria na kipindupindu, watu wapatao 300 waliaga dunia kutokana na homa ya Rift Valley katika maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya na mpaka wa Kenya na Somalia. Kutokana na njaa iliyoshamiri katika eneo hilo, wakazi walisalia kula mizoga ya mifugo. Kwa mintarafu hii, wakazi wametahadharishwa dhidi ya kula mizoga ya wanyama watakokufa wakati wa mvua ya El Nino. Kwa jumla, Wakenya wamehimizwa kutahadhari kabla ya hatari na kujikinga vilivyo kutokana na maradhi haya. Matumizi ya vyandarua vilivyokagwa, kutumia maji yaliyotiwa dawa au kuchemshwa, pamoja na kusafisha mazingira yao. Eunice Omolo, QTV.